wa kiwanda cha sukari cha Nzoia. Na si hicho tu, manake vilikuwa viwanda vitano. Lakini kile ambacho kimeibua mihemko na hisia kali ni kile cha Nzoia. Ndio. Jana maandamano yamekuepo ya baadhi ya wakazi na viongozi. Ndio. Na wakulima wanasema kwamba mbona wale viongozi wamejitokeza kwa wakati huu kutaka kusema kwamba Nzoia isikodiwe ili hali imekuwa wamekuweko pale. Ndio. Kumekuwa na hali ya kutoelewana kati ya viongozi wanaotokea eneo hili la magharibi na wakulima wa miwa. Nafikiri hiyo ndio picha ambayo tuliweza kuiona siku ya jana. Ijapo kuwa pengine kunaweza kuwa na sababu ya viongozi kusema ya kwamba wale ambao walikuwa wanawapinga wasifanye maandamano si wakulima, lakini ile sura ambayo imekuja mbele ya umma ni kwamba viongozi haswa wa mrengo wa upinzani katika eneo la magharibi walijitokeza kupinga kupewa idhini ya kuanza kuendesha kiwanda cha Nzoia mfanye biashara Rai kutoka Rai Group of Companies. Na kukawa na juma mmoja, nafikiri tarehe 23 ya mwezi wa 4 mwaka huu, mahakama makuu ikatoa amri ya kusitishwa kwa muda mkondo huo wa kumkabidhi Rai kiwanda cha sukari cha Nzoia. Lakini ni kama amri ile ilitolewa wakati uamuzi ulikuwa ushafanywa. Nafikiri tunahitaji kuangalia kwa kipana na marefu. Mimi husema ikiwa kuna amri ya koti ni lazima iheshimiwe kwa kiwango kinachohitajika. Kwa hivyo ni jambo la kusikitisha ya kwamba licha ya kuwa kumekuwa na amri ya mahakama kwamba kiwanda kile kisikabidhiwe mfanyabiashara Rai hadi wakati ambapo kesi ile itasikiza na kumalizika, serikali imeendelea na kuweza kukabidhi kiwanda kile kwa mfanyabiashara yule. Hatusemi ya kwamba kiwanda kile kisikabidhiwe, lakini sheria ni lazima ifuatwe. Ni lazima kufanya ukaguzi kwa sababu kazi ya serikali ni kuendeleza miradi yake. Lakini ikiwa kuna tashwishi ya jinsi serikali inavyoendesha utaratibu au miradi yake, basi mahakama inaitwa ili kufanya ukaguzi wa ile mkondo uliochukuliwa na serikali. Kwa hivyo ni wakati ambapo mahakama imeombwa pengine na viongozi, sio wakulima vile, kwamba ikaweze kukagua jinsi kandarasi ile ilivyoendeshwa, upeanaji wa kandarasi ile ilivyoendeshwa. Na ni muhimu tu na vizuri kwa serikali ya kitaifa ikaweze kuzingatia kwamba amri ya mahakama ikaweze kuzingatiwa na ipewe muda kwamba ikague stakabadhi zinazohusiana na kukabidhiwa kwa kiwanda kile cha Nzoia kwa mfanyabiashara yule au mwekezaji yule wa kibinafsi. Na kisha baadaye ikiwa mambo yote yalifanyika kwa njia iliyo sawa, basi mfanyabiashara yule akaweze kuchukua hatamu za kuongoza kampuni ile. Lakini ikiwa haikufanyika kwa mtindo au kwa mwendo uliotarajiwa, basi mahakama inaweza ikatoa amri kwamba kandarasi au zabuni ile ikaweze kuanzishwa upya tena na kupeana nafasi kwa watu wengine wakaweze kupigania nafasi ya kuchukua umiliki wa muda au wa kiwanda kile cha Nzoia. Kwa hivyo tukiangalia hapo jana, ukiona haswa malalamishi ya wakulima ni kwamba katika kipindi chote ambacho wakulima wamekuwa wakitaabika kwa sababu ya ukosefu wa malipo, viongozi wetu hawajajitokeza bayana kuweza kuwatetea na pengine kupeana pendekezo ya jinsi gani wataweza kulipwa. Lakini kwa sasa wakati wameona ya kwamba mfanyabiashara huyu amepewa ile nafasi ya kuendesha, na wakulima wanajua bayana kwamba mfanyabiashara yule au mwekezaji yule wa kibinafsi ana kampuni zingine ambazo zinanawiri katika eneo hili la magharibi, basi wanaona kama ni nafasi ya kipekee kwa hao kuwa katika nafasi ya kulipwa na kiwanda cha Nzoia kwa wakati unaofaa. Kwa hivyo nafikiri ndio kwa sababu tumeona mvutano kidogo jana dhidi ya kati ya viongozi wa mrengo wa upinzani kutoka eneo hili la magharibi na wakulima kutoka eneo la Nzoia.
Naam, kuna baadhi ya viongozi wanauliza kwamba ndio ile kiwanda kimekodishwa kwa miaka 30. Ndio. Mbona kwa miaka 30? Na kwa nini kiwanda kikodiwe wakati yale mashini yale tu ambayo yako pale? Tofauti upo utakuepo. Na kuna baadhi wanasema kwamba huyu ambaye ni mwekezaji wa kibinafsi amechukua usimamizi wa shughuli za kiwanda hicho. Ndio. Si yeye tu, lakini kuna watu ambao wana nia fiche ndani yao ambao wamejificha nyuma ya huyu mtu anaitwa Jaswat Rai. Nafikiri kuna viongozi tajika ambao wanajulikana kama ni wale washirika wa karibu wa mfanyabiashara Jaswat Rai, akiwemo rais mstaafu Uhuru Muigai Kenyatta. Na kwa hivyo saa zingine pia inatupa picha ya kukanganya sana tunapoona waandani wa mheshimiwa Uhuru Kenyatta wakiwa ni baadhi ya wale ambao pengine wanapinga moja kwa moja kuchukuliwa kwa kiwanda kile na mfanyabiashara Jaswat Rai. Wakati mwingine siasa ni ya kuangaliwa kwa macho, kwa sababu hauwezi jua ya kwamba wale ambao wanatazamiwa kuwa waungaji mkono, kwa sababu inasemekana katika kumbukumbu ya kwamba kiongozi wa chama cha DAP-K Mheshimiwa Eugene Wamalwa alikuwepo katika lile kundi la watu walioanzisha mchakato wa kubinafsishwa kwa kampuni ya sukari ya Nzoia miaka 2019. Kwa hivyo ni kipi ambacho kimebadilika miaka 5 baadaye, miaka 6 baadaye? Ni jambo lipi ambalo limebadilika kwa kikubwa sana ambacho kimemsababisha pengine kiongozi huyu na mrengo wake kuweza kugeuza maoni yao na kuona kwamba pengine kiwanda hichi cha Nzoia hakistahili kubinafsishwa, au pengine wanania tofauti au nia fiche kuhusu kiwanda hiki? Sisemi ya kwamba ninaunga mkono kikamilifu kutoaliwa kwa kiwanda kile na mfanyabiashara Jaswat Rai, lakini kile ambacho kilistahili kufanyika katika kiwanda hiki, kwa sababu jambo la kwanza alilotuahidi Mheshimiwa Rais William Ruto ni kwamba atakapochukua hatamu za uongozi kiwanda kile kitabadilishwa. Kwa hivyo kitabadilishwa kwa njia gani? Ilikuwa ni serikali ije kubadilisha au ni mwekezaji wa kibinafsi aje kubadilisha? Tunatarajia kwamba jukumu la kwanza atakalofanya, kwa sababu kuna tetesi kwamba miaka ya hivi majuzi, nafikiri takriban miaka 10 iliyopita, kwamba kuna kiwanda mashine mpya ambayo ililetwa lakini haikuweza kusimamishwa katika kiwanda cha Nzoia, ikatolewa kama scrap na ikauziwa baadhi ya wafanya biashara, pengine ikauziwa mwekezaji huyu ambaye anachukua nafasi ile kwa sasa. Nafikiri ni madai ambayo yanahitaji kufanyiwa uchunguzi wa kina ili kuhakikisha, je, ni kweli serikali ya Mheshimiwa Mwai Kibaki au serikali ya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta iliweza kuleta mashine nyingine katika kiwanda cha Nzoia na ikauzwa na wanasiasa au viongozi kutoka eneo la magharibi? Na ikiwa jambo hilo lilifanyika, kwa nini wakati huu ambapo pengine serikali imechukua mkondo tofauti wa kuleta mwekezaji ili yeye mwenyewe akafanye mabadiliko ya kiwanda au ya mashine katika kiwanda cha Nzoia, basi kuna kuwepo na nini ya kwamba viongozi wa mrengo fulani wamesalia wakiwa kimya kabisa, ili hali wale ambao walikuwa wanaonekana kama kuunga mkono shughuli hii ya ubinafsishaji miaka 5 iliyopita kwa sasa wanaonekana kuipinga. Nafikiri kuna maswali ambayo tunajiuliza kama wakazi wa eneo hili la magharibi, na ni jambo la kusikitisha kwamba kila wakati ambapo tuna miswada mikuu inayohusiana na wananchi wa eneo la magharibi, viongozi hawakosi kuonekana kuwa na mkono wa dosari katika masuala yale ambayo tunazungumzia. Na tulisema ya kwamba jambo linalosikitisha zaidi ni kwamba tuna viongozi ambao ni wabinafsi. Hata wale pengine ambao wamesimama kwa sasa wakisema kwamba wanapinga ubinafsishaji, jinsi nilivyosema miaka kadhaa iliyopita walikuwa wanaunga mkono ubinafsishaji. Je, ni kipi ambacho wanakihitaji kutoka kiwanda cha Nzoia ambacho kinafanya kwa sasa waonekane watetezi wa kiwanda kile, kinyume na hata matakwa ambayo yanatolewa na wananchi na wakulima? Kwa sababu nikisema hivyo, siku 2 au 3 zilizopita nikiwa katika kituo kimoja cha redio humu nchini, simu zilizokuwa zinapigwa na wakulima tukizungumzia mambo ya kiwanda cha Nzoia, simu zilizokuwa zinapigwa na wakulima ni kwamba hao wamefurahia kubinafsishwa kwa kiwanda kile kwa sababu wanaona watafaidika na malipo ya mapema. Je, wanasiasa wana nia gani na kiwanda cha Nzoia? Kuna baadhi walikuwa wanasema kwamba
ni mali ambayo iko eneo la magharibi, kwamba vitu vingi ambavyo vinapatikana eneo la magharibi hata kama ni vya serikali, lakini ni kama vinachukuliwa hivi hivi tu. Alafu wajua pengine faida ya mkulima anahisi kama atapata malipo kwa wakati. Ndiyo. Sawa na yule mfanyikazi. Ndiyo. Na pengine wanahisi kama kuchukuliwa usimamizi wa shughuli za Nzoia na huyu Rai pengine kutusaidia kuimarisha maisha yao kama wakulima wa miwa na wafanyikazi wa kiwanda cha Nzoia. Ndiyo. Lakini mbona kwa kipindi kirefu? Na wanauliza kwamba hizi pesa ambazo zinapeanwa kwa serikali baada ya kiwanda kukodiwa, pengine mipango ya kufanyia zile pesa ni mipango ipi? Nafikiri nimesema mara kwa mara, tuna viongozi ambao hawajali maslahi ya wananchi wanaowakilisha. Kwa sababu ningelikuwa katika nafasi yao, jambo la kwanza wakati mchakato wa ubadilishaji au ukodishaji wa kiwanda cha Nzoia ulipoanza, hiyo miaka 5-6 iliyopita, kile ambacho wabunge wanaotokea eneo la magharibi wangefanya ni kuwasilisha mswada katika bunge ili kuweka miaka ambayo serikali inaweza fanya ile leasing ya parastatal za kiserikali kwa mwekezaji wa kibinafsi. Lakini tunawaona wakingoja mpaka hatua za mwisho, wakati shughuli ile imekamilika, kisha wanajitokeza kusema ya kwamba wanapinga matukio yale ambayo yanafanyika. Lakini wana nafasi kama wabunge kutunga sheria ndani ya bunge ambayo pengine itasema ya kwamba ikiwa kiwanda kinachohusiana au parastatal ambayo inamilikiwa na serikali inahitaji kukodishwa kwa muda, basi ifanywe vile kwa kipindi cha kwanza, pengine cha muda wa miaka 10, na kiweze kufanyiwa renewal mara moja pekee kwa kipindi kingine cha miaka 10. Ni wajibu ambao uko na viongozi wetu, lakini wako wapi kwa sasa wakati wanahitajika kufanya na kutengeneza sheria ambazo zitamsaidia mwananchi wa kawaida, wakati mwingine hata wapatikane kwenye bunge. Kwa hivyo lawama sisi tutawawekea wale viongozi, hata kama wanajifanya kwamba wanajitokeza kwa wakati huu, lakini walikuwa na nafasi wakati mchakato huu ulipoanza. Mmoja wao angejitokeza kuandaa sheria, kupeleka katika bunge na kuomba ungwe mkono ya kwamba ikiwa tunafanya leasing ya zile government parastatals or industries, basi ifanyike kwa kipindi cha miaka 10 kwa mwekezaji mmoja, miaka 10, alafu ikuwe pengine na renewal ya miaka mingine 10, ili kuhakikisha ya kwamba serikali inabakia au inasalia kuwa na uangalifu wa moja kwa moja wa viwanda ambavyo vimefanyiwa ubinafsishaji. Naam, ni swala ambalo nafaa kuangaziwa, manake bado mambo ya kile kiwanda bado hayajapata suluhu tuseme kufikia sasa. Ndiyo. Kwa sababu hadi jana pia mahakama ilikuwa imetoa uamuzi kwamba shughuli za kupewa yule Rai kutekeleza mambo katika kile kiwanda kwanza yasimamishwe mpaka tarehe 22. Kwa hivyo tunangoja tuone kutakuwa vipi. Lakini kama ni kwa faida ya wakulima na wafanyikazi na kwa faida ya Wakenya kwa sababu ya uchumi, basi sijui itakuwaje. Kiwanda tukumbuke kwamba kiwanda cha kusaga sukari cha Mumias kilibinafsishwa. Na tayari tushaongelea kwamba kwa sasa anayekiendesha kiwanda kile ni mwekezaji mwingine wa kibinafsi kwa jina Sarai Group, ambayo pia kina uhusiano na mwekezaji huyu ambaye anachukua kiwanda cha Nzoia. Nafikiri ni mandugu, lakini mahasidi wa kibiashara. Kwa hivyo kiwanda cha Mumias kwa sasa kuna sukari ya Nzoia ya Mumias katika maduka ya jumla. Wananchi wa eneo la Mumias au wakulima wa eneo la Mumias pia walipinga mchakato huo wa kubinafsishwa kwa kiwanda cha Mumias, lakini kwa sasa kiwanda kile kinafanya kazi kwa faida ya wakulima na wananchi wa eneo lile. Kwa hivyo mimi sioni kama ni jambo baya kubinafsishwa kwa kampuni, ijapokuwa nimesema mara si moja serikali inahitaji kusalia na umiliki wa asilimia ambazo zinazidi wawekezaji wale wa kibinafsi kwa minajili ya kufanya uamuzi ambao utazingatia masuala ya wananchi na masuala ya wakulima kutoka katika eneo lile. Naam. Ni swala ambalo nafaa kuangaziwa. Tukibadilisha mkondo kidogo, tunaona kwamba tayari msasa wa wale makamishna wapya wa IEBC ulishafanywa. Ndio. Majina yakawasilishwa kwa rais. Ndio. Akaweza kuwateua watu ambao wanafaa kuchukulia nafasi. Ndio. Lakini tena kabla hata mambo hayajatamatika tena, wale wa upinzani wamesema kwamba wanafaa kuhusishwa katika ule mchakato wa kuteua yale majina. Wana nafasi ya kuhusishwa kwa sababu majina yale yamewasilishwa katika bunge la taifa. Zile kamati ambazo zinahusika na kuupiga msasa wale walioteuliwa
ziko na wanakamati wanaotoka mrengo wa serikali na vile vile katika mrengo wa upinzani. Kwa hivyo kwa sasa wana nafasi, ikiwa hawakuridhika na kazi iliyofanywa na ile tume iliyopewa nafasi ya kuwapiga msasa walioomba nafasi ile, basi wana nafasi nyingine katika bunge la kitaifa. Pia sisi kama wananchi bado tuna nafasi nyingine, tunaweza kuwasilisha maoni yetu kuhusu wale ambao kwa sasa wameweza kuteuliwa katika ile nafasi kabla ya hao kupigwa msasa. Nafasi hiyo haijafungwa, washiriki katika mchakato huo hadi itakapofikia tamati. Lakini kile ambacho ninajiuliza kutokana na msimamo wa upinzani ni sababu gani wanataka sana kuhusishwa katika mchakato huu wa kuwateua makamishna, kwa sababu tuna katiba ambayo imetoa processes au imetoa mkondo wa jinsi gani tume ya uchaguzi nchini IEBC itakavyokuja kuwepo, na wamejua ya kwamba mtindo huo uko, mfumo huo uko kikatiba na ni halali, ya kwamba pengine kutakuwa na vile vyama vya kisiasa pamoja na taasisi muhimu katika jamii ambazo zitawatoa watu ambao watakuwa katika ile kamati ya kuwapiga msasa wanaoomba nafasi ya kuwa makamishna. Baada ya hapo ile tume au ile kamati itapendekeza majina 9 kwa wale ambao wanataka nafasi ya kuwa makamishna, na majina 2 kwa wale ambao wanaomba nafasi ya kuwa mwenyekiti wa tume, na majina haya yatawasilishwa kwa rais. Jana nimemsikia aliyekuwa naibu wa rais Mheshimiwa Rigathi Gachagua akisema ya kwamba majina yale yaliyowasilishwa Mheshimiwa rais overlook jina la aliyekuwa mwenyekiti wa tume ya utekelezaji wa katiba Charles Nyachae na kumchukua aliyekuwa wakili wa kaunti ya Turkana kuwa mwenyekiti mteule wa tume ya uchaguzi nchini. Lakini kile ambacho nafikiri Mheshimiwa Rigathi anasahau ni kwamba kikatiba, kisheria, kamati ile imepewa nafasi ya kuwasilisha majina 2. Hatujaambiwa, sijui Mheshimiwa Gachagua ametoa wapi jina la pili, lakini hatujaambiwa majina 2 yaliyowasilishwa kwa rais ni la nani na nani, kwa sababu yeye amechukua moja kati ya yale 2 yaliyowasilishwa. Nafikiri ni wakati ambapo ile kamati inahitaji sasa kufanya wazi ripoti yake ya uteuzi wa wale makamishna, ndio tujue. Huenda ikawa Mheshimiwa Rigathi anatuambia kwamba Mheshimiwa rais hakumteua Mheshimiwa Charles Nyachae ila hali ya kuwepo kwa yale majina 2 yaliyopendekezewa rais. Inafikiri itakuwa ni uchochezi wa hali ya juu. Kama viongozi tunastahili kuwa katika nafasi ambapo tunafanya ile inaitwa confidence building, ya kwamba tuna washauri wananchi ya kwamba tume au taasisi za kikatiba zina nafasi ya kufanya kazi pasipo na kuingiliwa kisiasa. Kila wakati jambo linapofanyika, upinzani au serikali kwa upande mmoja inajaribu kuingilia kisiasa ili kuinterfere na ile processes, lakini kama taifa tuna nafasi ya kuhakikisha ya kwamba taasisi zote ambazo zimepewa nafasi ya kikatiba kufanya kazi zinafanya vile bila ya kuingiliwa na asasi za kisiasa. Naam, kwa hivyo wakati tuache wapigwe msasa ikiwa kuna watu ambao wana malalamishi, ikiwemo naibu wa rais aliyeondolewa Rigathi Gachagua, wawasilishe malalamishi yao kwa tume kwa ile kamati ya bunge itakayokuwa ikiwapiga msasa, watueleze bayana ni shida gani walioko nayo waliochaguliwa, kwa sababu tumeona Mheshimiwa Rigathi akisema kwamba mwenyekiti mteule ni rafiki wa karibu wa gavana mstaafu wa kaunti ya Turkana Josphat Nanok, ambaye ni mfanyikazi wa Mheshimiwa William Ruto. Lakini pia ninavyojua na katika ngazi za kisiasa inajulikana wazi ya kwamba Charles Nyachae ni rafiki mkubwa wa Rais William Ruto. Kwa hivyo naona ya kwamba Mheshimiwa Rigathi alikuwa ametarajia kuteuliwa kwa Nyachae ili akaweze kumkosoa rais kwa kumchagua yule ambaye ni rafiki yake, lakini akawa disappointed ya kwamba nafasi ile imemwendea mtu mwingine. Kwa hivyo sasa anatia dosari ya kwamba ni ubaguzi wa rais kwa jamii ya Abagusi,
ya kwamba hawapewi nafasi ya uongozi katika taifa la Kenya. Jambo la kusikitisha ya kwamba matamshi yote ambayo yanatoka kwa naibu wa rais aliyeondolewa Rigathi Gachagua kila wakati ni ya kulenga ukabila na wala si umoja wa taifa la Kenya. Naam, wajua wakati msasa ulipokuwa unaendelea wale makamishna wa IEBC, ndio kila mmoja ama asilimia kubwa wa Kenya walijua kwamba kama si Ann Amadi angelikuwa Charles Nyachae. Ndio. Lakini ikawa ni mabadiliko makubwa ambayo hawakutarajia kwamba Erastus ameweza kuteuliwa. Ndio, lakini pia ukizingatia yale mahojiano ya moja kwa moja bila kuwa na upendeleo, Erastus alionyesha umahiri zaidi kuliko hata watu walio na tajriba katika sekta hii kama vile Charles Nyachae na Ann Amadi. Ilikuwepo wazi na ilikuwa tayari, nafikiri baada ya yale mahojiano ya moja kwa moja ilianza kuleta tumbo joto katika zile tunaita political circle, ya kwamba pengine aliyetarajiwa ni Charles Nyachae na ikiwa si yeye ni Ann Amadi, kwa sababu pengine ilikuwa inaonekana Charles Nyachae ana uhusiano wa karibu na rais na Ann Amadi ana uhusiano wa karibu na mheshimiwa Raila Odinga ambaye ni kiongozi wa upinzani. Kwa hivyo ilitarajiwa pengine wawili hawa watakuwa katika ile final two. Lakini ni kuonesha ya kwamba wawili hawa wako katika ile final two, ndio maana Erastus amechaguliwa. Sijui yule wa pili ni nani, tunahitaji kujua, na ndio maana nikasema ni vyema tu ikiwa ile kamati ambayo ilihusika na uteuzi wa makamishna haya itaweka ripoti yake wazi, ili Wakenya wajue bayana ni wangapi waliopigwa msasa, alama walizojizolea na kwa sababu gani wamepewa ile nafasi. Ndio. Ni kazi kwa Dr. Makanda ambaye alikuwa anaongoza lile jopo kazi. Tunamaliza tukisema vipi kwenye masuala ya hali ya taifa Jumanne hii? Siku ya leo nitatarajia kwamba bado mchakato wa kubinafsishwa kwa kiwanda cha Nzoia utaendelea. Nimesikia kwamba bado kunatarajiwa kupangwa shughuli za maandamano ili kuweza kupinga kutwaliwa kwa kiwanda kile na mfanyabiashara Jaswat Rai. Na kile ambacho mimi ningeomba wale ambao wanatoa ghadhabu zao za kubinafsishwa kwa kiwanda kile, ikiwa ni wakazi wa kaunti ya Bungoma pamoja na viongozi wa upinzani na wale wengine ambao wamejiunga pamoja nao, wakafanya vile kwa njia ya amani. Na vile vile polisi wasitumie nguvu kupita kiasi, kwa sababu kiwanda ambacho tunaongelea ni kiwanda cha mwananchi wa taifa la Kenya chini ya umiliki wa serikali, na vile vile wanaolalamika ni wananchi wa taifa la Kenya, na pengine yule ambaye anayataka kuchukua ile nafasi pia ni raia wa taifa la Kenya. Kwa hivyo kwa vyovyote vile ni jambo ambalo tunahitaji mwelekeo ulio wa kuridhisha kila upande. Wakulima waridhike ya kwamba nafasi inayochukuliwa na serikali ni ya kumfaidi, na vile vile wale ambao tunasema ni stakeholders wengine wakaweze kushawishiwa ya kwamba uamuzi ambao serikali unafanya ni uamuzi utakaosaidia kiwanda kile. Tumeona katika kaunti ya Kisumu, nafikiri umiliki wa kiwanda cha Chemelil baada ya kutolewa kwa amri ya mahakama, nafikiri gavana wa kaunti ya Kisumu alisema ya kwamba kiwanda kile hakitabinafsishwa kwa wakati huo, na tunazidi kutazama na kuangalia, kwa sababu najua ya kwamba ikiwa serikali itakuwa imechukua mkondo ule na kupeana kandarasi ya kiwanda cha Chemelil, vile vile sioni kama gavana wa kaunti ya Kisumu ana uwezo wowote wa kuweza kuzuia kazi ile kuweza kufanyika. Kwa hivyo ni kuomba tu ya kwamba taratibu hizi zinapofanyika zizingatie maoni ya umma, maoni ya wakulima, maoni ya wananchi ambao wanahusika moja kwa moja na viwanda vile, ili kuhakikisha ya kwamba tunaondoa wasiwasi na tashwishi katika mipangilio hii ya serikali. Mwisho, viongozi wetu wajukumike, wafanye hima kuhakikisha ya kwamba wamefuata mambo haya kwa kutengeneza sheria ambayo itamlinda mwananchi, ambayo italinda rasilimali za umma ambazo zinabinafsishwa. Kuwe na sheria ambayo itasema kama nilivyosema awali ya kwamba kama tunabinafsisha au tunapeana kiwanda cha serikali kwa mwekezaji wa kibinafsi, ifanyike tuseme kwa kipindi cha miaka 10, na ikiwa kuna hitaji ya kuendeleza ile karatasi iongezwe kwa kipindi kingine cha miaka 10, ili tunapokuwa na
serikali mbili za awamu mbili zikimaliza nafasi yake, kiwanda kile kimregeshewe serikali ikaweze kujua ni jinsi gani itakavyozidi kusonga mbele na mambo yale. Lakini kwa sasa nafikiri kipindi cha miaka 30 kwa miradi yote ya serikali ni kipindi kirefu zaidi, kwa sababu tunaongelea pengine kuweza kukamilishwa kwa a full generation. Miaka 30 ni takriban generation nzima. Kwa hivyo ikiwa sisi tulioko kwa sasa tutafanya maamuzi kwa sababu ya kizazi kijacho bila kuwahusisha, basi nafikiri ya kwamba pia tutakuwa tunawakandamiza kwa njia moja. Na ningelikuwa katika nafasi nzuri, ningekitetea kizazi kijacho kwa kuwasilisha pia ombi mahakamani ya kwamba ikiwa mradi ule utaendelea, lakini muda ufupishwe, kwa sababu hatuwezi amulia kizazi kijacho jinsi gani wanataka masuala yakaweze kuendeshwa. Okay. Ndio. Asante. Nashukuru mtazamaji, tunaweka kikomo pale kwenye masuala ya hali ya taifa. Hadi siku ya Ijumaa nafasi ikiwepo tena tutakuwa naangazia mengi, lakini leo tulikuwa na haja kiasi kwamba tuangazie masuala inayozunguka kiwanda cha sukari cha Nzoia na vile vile masuala ya IEBC. Asante sana mgeni wetu Bwana Julius Masinde kwa kuangazia hayo. Nadhani kwamba Wakenya basi watatuliza moyo, hasa watu wa eneo la magharibi. Watu wamezungumza kwamba alikuwepo gavana George Natembeya. Alitoka Trans Nzoia akaja pia kwa sababu ya kutetea hayo masuala. Ndio. Hatujui, lakini tunangoja tuone kutakuwa vipi, ila nasema asante. Asante, nashukuru. Na mruhusu mgeni wetu aondoke kwa sababu ya muda, lakini kuna mgeni atakuwa anaingia kwenye awamu ya pili ya Staftai, usemi wa viongozi wa kidini katika masuala ya taifa. Mimi naitwa Winnie Wanyonyi, mgeni wetu ni Bwana Julius Masinde, mfanyabiashara, mwanasiasa na vile vile mkulima. Ndio, kwa kiwango fulani, mkulima kidogo, sio kidogo, small scale farmer. Small scale. Okay, asante. Tunarejesha kwa mwelekezi wetu Kelvin Kibet.